Deni ni nini? Deni ni hali ya kuwiwa ama kudaiwa na mtu au watu mali ama fedha. Na deni unaweza kudaiwa na taasisi binafsi ama taasisi za kiserikali ama benki na asasi zingine za kifedha. Deni linaweza pia kuhusisha sehemu ya faida ama riba. Ziko sababu mbalimbali zinazopelekea mtu kuingia kwenye madeni au deni. Sababu ya kwanza inaweza kumpelekea mtu kuingia kwenye deni. Namba moja ni kwa sababu ya kutatua jambo kwa haraka, maana usipolitatua hilo jambo kwa haraka linaweza kukuletea madhara. Kwa mfano, kuna watu unalazimika kukopa ili kulipa ada ya watoto shule. Sababu nyingine ni watu wanakopa ili kulipa kodi. Inaweza kuwa ni kodi ya ofisi uliyopanga kibiashara, inaweza kuwa ni kodi ya mahali unakokaa. Sababu nyingine zinazopelekea mtu kukopa ni kwa sababu ya matibabu. Anakopa ili akajitibie, anakopa ili akamtibie ndugu yake, baba yake, mama yake, mtoto wake. Mwingine anakopa ili kukuza mtaji wake wa biashara. Kwa hiyo the only option, unaona bora nikakope. Je, tutajiuliza swali mimi na wewe, je, kukopa ni dhambi? Kukopa si dhambi, ila hizi sababu ambazo nimezitoa za watu kupelekea mpaka mtu akakopa, ziko sababu ambazo nyingine zimeambatanishwa na mamlaka za giza ili wewe ukope. Lengo ni kwa ajili ya kuharibu destiny yako. Anasema mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha. Hii naomba nifafanue. Huyu mwanamke mume wake alikuwa ni mtoto wa kiroho wa nabii. Wa nabii gani? Nabii Elisha. Huyo mwanamke alimlilia Elisha akamwambia, mtumishi wako ambaye ni mume wangu kwanza amekufa. Nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa ni mcha Bwana. Unaweza kuwa umeokoka, unaweza kuwa unampenda Mungu, lakini kama hautokuwa makini unaweza kujikuta ukafa kwenye madeni. Wakristo wengine wenzangu, tumeokoka, tunampenda Mungu, lakini maisha unayooperate nayo, unaoperate kwenye maisha ya madeni. Wengine unapitia hiyo hali ya madeni mpaka unaongea uongo na ni mcha Bwana. Halo, samahani, nitakupigia, niko kwenye kikao, niko hospitalini, samani tuko msibani hapa kwenye mazishi, nitakurudia mpendo, nitakurudia. Sio kweli, hauko hayo maeneo, huna ulo hata na simu yako. Na sijajua inakuwaje, simu ya deni ni kama inaita muda mrefu zaidi kuliko simu ya kawaida. Roho ya madeni na kufanya kuwa mtumwa. Samani kwa lugha ndakayoongea. Wengine mpaka umeamua kuuza mwili wako ili kulipa deni. As I'm talking to you, kuna watu wamekufanya mtumwa, anaongea na wewe vibaya. Sababu ya deni ana uwezo wa kuongea lugha yoyote kwako. Mwingine kwa sababu ya deni umekuwa ni mtumwa ndani, mpaka mtaa umehama. Wengine mmebadilisha namba za simu kwa sababu ya madeni. Wengine umehama mji kwa sababu ya madeni. Wengine hata aina ya mavazi unaovaa unayavaa kwa sababu ya madeni. Mwingine unaamua kujifunika sehemu zote hata mtu asikujue. Mwingine hauna uhuru wa kutembea mchana kwa sababu ukipita mchana kuna sehemu watu wanakujua, wanakudai. But nimependa imani ya huyu mama. It is true, mume wangu amekufa kwenye deni, lakini solution yangu mimi sitaitafuta kwa wanadamu. Solution yangu mimi nitarudi kwa huyu Mungu. Huyu mume wangu amemtumikia, ni kweli amekufa kwenye madeni, lakini bado huyu Mungu atafanya. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Mafanikio yangu na ya kwako kibiblia, not according to me, Mungu ameweka kwenye mikono ya nabii.